ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا اللقاء. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka sala na salam zimwendee kiongozi wetu wa umma ambaye sio mwingine ni mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwanza kabisa tumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa yeye kutujalia afya njema kupelekea kuiona siku nyingine. Kwa swala hili yatupasa sote waislamu na waumini tumhimidi na kumshukuru Allah tabaraka wa taala, kwani ni kwa neema zake na karama zake ndiyo zimepelekea sisi kuwa katika hali hii mpaka hivi sasa. Lakini wale wote ambao watakaokuwa ni wagonjwa wako vitandani hivi sasa, tutumie nafasi hii na fursa hii kuombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala awape afya iliyokuwa njema, waweze kurudi katika kazi zao hali ya kuwa wakiwa na afya zilizokuwa nzuri kama jinsi yalivyokuwa hapo kabla. Tunaendelea na risala yetu ya al-usulu thalatha wa adillatuha, misingi mitatu na dalili zake. Jana tulisoma katika mambo ambayo inatakikana kwa mwanadamu kuyafahamu, mambo manne. La kwanza tukasoma ni al-ilmu. Inatakikana mwanadamu awe na ilmu na utambuzi wa masala fulani katika dini yake, na tukasema al-ilmu al-maqsudu huna huwa al-ilmu ash-shar'i, elimu iliyokusudiwa ambayo inatakikana mwanadamu aitafute ni elimu hii ya kisheria, elimu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, elimu ya kumtambua mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, elimu ya kuitambua dini ya Uislamu kwa dalili zake za kisheria. Hii ndiyo elimu ambayo inatakikana kwa mwanadamu awe ni mwenye kuifahamu, na ni jambo la lazima kwake yeye kuitafuta ilmu. Ndugu zangu katika imani, tukae tukifahamu ya kwamba ni jambo ambalo ni la lazima. Jambo hili halina khiari, kwamba katika Waislamu wakiwa ni wasomi watu fulani na wengine wakawa si wasomi, basi hawa wasomi watawatosheleza hawa ambao si wasomi. La, bali katika dini ya Uislamu inamlazimisha kila ambaye yumo ndani ya dini ya Uislamu kusoma dini yake ya Kiislamu ili kufahamu ni namna gani yeye ataweza kufanya ibada zake mbalimbali, kwa sababu huwezi ukafanya ibada fulani kama hauna elimu nayo, na unaweza ukaingia katika hiyo ibada na ukaifanya kama jinsi inavyotakikana, lakini kama hauna elimu nayo, basi itakuwa ni sawa sawa na vumbi tupu. Lidhalika tutenge muda sisi Waislamu wote kukaa chini kuisoma dini yetu, tumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala na yale aliyotuamrisha na yale aliyotukataza, tumfahamu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ujumbe aliokuja nao kutoka kwa Allah, tufahamu dini ya Uislamu kwa dalili zake zote za kisheria. Hapo ndiyo tutakuwa na usalama uliokuwa mzuri sana, na tutaishi maisha ambayo ni mazuri yasiyokuwa na wasiwasi katika mgongo huu wa dunia. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie ilmu. Jambo la pili katika mambo manne ya lazima kwa mwanadamu kuyafahamu baada ya kuwa tayari kwa yeye ni mwenye ilmu,
ameshakuwa ni msomi wa elimu ya dini ya kisheria, basi kitu kinachofuata ni al-amalu bihi, ni kuifanyia kazi ile ilmu ambayo yeye ameshaisoma. Umeshasoma wewe, umemfahamu Allah, umeshasoma umeyafahamu yale yote ambayo Allah ameamrisha watu tuyafanye. Umeshasoma wewe, umeyafahamu yale yote ambayo amekuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Umeshasoma wewe, umeufahamu Uislamu kwa dalili zake za kisheria. Basi sasa kinachotakikana baada ya kuwa umeshafahamu yote hayo, uyafanyie kazi yale yote ambayo wewe tayari umeshafahamu. Umefahamu ya kwamba katika moja ya sheria za dini ya Kiislamu tunafahamu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kuna mambo kadha wa kadha ambayo ameyaharamisha kwa umma wake wasiyafanye. Lidhalika na wewe pia vile vile unapokuwa umeyafahamu mambo hayo, basi jitahidi usiwe ni mwenye kuyafanya mambo hayo. Mfano, Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha kuwafanyia wema wazazi wawili. Lidhalika jitahidi wewe Muislamu, baada ya kuwa tayari umeshafahamu kwamba Allah mimi ananiamrisha niwafanyie wema wazazi wawili, basi jitahidi kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jitahidi usiwe ni wa kwanza kuyaasi na kuyapinga maamrisho ya Allah tabaraka wa ta'ala, kwa sababu umeshafahamu ya kwamba Allah kaniamrisha niwatii wazazi wawili, niwaombee dua wazazi wawili pale ambapo watakapokuwa mbali nami, na hata kama nitakapokuwa nipo karibu nao niwaombee dua wazazi wawili. Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, ewe Allah ninakuomba uwaonee huruma wazazi wangu hawa wawili kama jinsi ambavyo walivyonilea mimi kipindi nipo katika hali ya utoto. Kwa hiyo hii ndiyo dua ambayo inatakikana mwanadamu awe anaombea mara kwa mara wazazi wake wawili, haijalishi wapo hai, haijalishi wameshatoweka kuondoka katika mgongo huu wa dunia. Inatakikana mwanadamu awe ni mwenye kuombea dua wazazi wawili na wala asiwe ni mwenye kuwaasi. Taban, tunaona kwamba katika jamii yetu hii ya hivi sasa, kutokana na utandawazi jinsi ulivyokuwa umekuwa kwa hali ya juu, kuna baadhi ya watu anaweza akaishi na mzazi wake. Yule mzazi baada ya kuwa amefikia umri wa miaka kadhaa au umri wa kuwa yeye ni mtu mzima, ni mzee au ni kikongwe kabisa, mtoto yuko tayari amchukue mzazi wake na ampeleke katika vituo vya kulelea wazee na vikongwe, na mtoto huyo huyo anakuwa haridhiki yeye kujidhihirisha na kujitambulisha kwamba huyu ndiyo baba yangu mbele za marafiki zake. Hataki kabisa kujidhihirisha. Hili ni kosa ndugu zangu katika imani. Unapofahamu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akakuamrisha uwatii wazazi wawili, basi kwa hali yoyote ile wazazi wako wawili watakayokuwa nayo, basi ni lazima kwako wewe kuwatii wazazi hao. Allah tabaraka wa ta'ala anasema, imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Hata kama wazazi wako hawa wawili watakuwa wamefikiwa na umri wa hali ya juu, umri mkubwa, ima ni mmoja kati ya hawa wawili au ni wote wawili wamekuwa ni wazee, ni watu wazima, fala taqul lahuma uffin, wewe mtoto hauna ruhusa ya kumwambia mzazi wako kwa maneno ambayo ni ya kejeli. Mzazi anakuomba umfanyie kitu fulani, wewe kama mwanae unasema mzazi naye umezidi, au mama naye umezidi, baba umezidi, kila siku tunakufanyia wewe tu, kila siku wewe unataka hichi, kila siku sisi tunakufanyia hichi, wewe mbona huridhiki? Maneno haya mtoto anayatoa kumtolea baba yake, maneno haya mtoto anayatoa kumtolea mama yake. Mzaa katika imani, katika maneno ambayo hayafai. Kwa hiyo katika al-amalu bihi, kufanyia kazi yale matendo ambayo au vile vitu ambavyo tayari mwanadamu ameshakuwa na ilmu navyo, ni katika mambo ya wajibu
ni katika mambo ya lazima mwanadamu kwa mwanadamu kuyafanyia kazi. Na asili jinsi ilivyo, mwanadamu anapokuwa yupo katika jahla, katika ujinga wa kitu fulani, hafahamu kitu fulani katika sheria, kitu fulani hukumu yake ni nini, basi mwanadamu huyo saufa yu'fa, huenda akaja akasamehewa mwanadamu huyu wakati atakapokuwa amekifanya kitendo kile, akiwa hafahamu hukumu yake katika sheria inazungumza vipi. Lakini baada ya kuwa umeshafahamu hukumu ya kufanya jambo fulani, hukumu yake ni jambo fulani, na wewe ukaamua kufanya kile kitendo, ushafahamu kwamba kitendo hichi ni cha kimakosa na hukumu yake ni kali kwa mtu ambaye atakayefanya kitendo hichi, wewe ukaamua kufanya vile vile kama jinsi ambavyo alivyokataza Allah subhanahu wa ta'ala au alivyokataza mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi ukae ukifahamu kwamba wewe una madhambi ambayo ni makubwa. Dhambi la kwanza ambalo utakalokuwa nalo wewe ni la kufanya maasi, kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kile kitu alichokuamrisha usikifanye, wewe ukaenda kukifanya. Dhambi la pili, utahesabika kwamba umefanya kibri. Kwa hiyo katika sheria ya dini ya Kiislamu, unapofahamu jambo kadhaa au jambo fulani Allah akaniamrisha nilifanye, kuwa mstari wa mbele, kuwa ni wa kwanza katika kulikimbilia jambo lile. Unapokuwa katika sheria umefahamu kwamba kuna kitu fulani Allah na mtume wake wameyakataza mambo haya sisi tusiyafanye, kuwa ni wa kwanza kutoyafanya matendo hayo ambayo Allah na mtume wake wamekataza. Kwa hiyo tunaposema al-amalu bihi, kufanyia kazi ya ilmu ya mja atakayokuwa nayo ameruzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, hichi ndio kitu ambacho kinatakikana ufanyie kazi yale yote ambayo utakayokuwa umeyafahamu. Wa ma'al asafi shadidi, kuna ahadi kali sana kwa mtu ambaye atakayekuwa amefahamu kitu kwamba kitu hichi ni kitu ambacho ni cha haramu, kitu hichi ni kitu ambacho hakifai, lakini yeye akawa ni wa kwanza kukifanya kitu hicho ambacho hakifai. Lakini katika kuonyesha umuhimu wa kufanyia kazi ilmu ambazo sisi tulizokuwa nazo, katika kuonyesha umuhimu wa kufanyia kazi yale matendo yote ambayo sisi tumeshayafahamu kama matendo haya yanaingia katika hukumu fulani na matendo haya yanaingia katika hukumu fulani, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi iliyosimuliwa na Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu ardah, anasema awwalu man tusa'aru bihimun naru thalathatun, watu wa kwanza kabisa ambao watakaokuwa ni wa kwanza kuingizwa katika moto wa jahannam ni watu wa aina tatu. Wa dhakara minhum, na akataja katika hao watu wa aina tatu, qari alquran alladhi alima alquran wa lam ya'mal bih, akataja katika hawa watu watatu mtu ambaye ni msomi wa Qur'an, lakini pamoja na kuwa yeye ni msomi wa Qur'an anafahamu hukumu mbalimbali zilizokuwa ndani ya Qur'an, anafahamu hukumu mbalimbali zilizokuwa katika ahadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikawa hayuko tayari, akawa yeye ndio wa kwanza kuachana na yale maamrisho ya Allah tabaraka wa taala na mtume wake, huyu atakuwa yupo katika orodha ya wale wa kwanza watakaoingia katika moto wa jahannam, watakaoanza kuadhibiwa na Allah tabaraka wa taala. Allah tukinge na moto. Na pia vile vile mmoja katika washairi ilifikia hatua akazungumza maneno mazito sana, ambayo maneno haya ameanukuu na kuadalavua na kuyachomoa kutoka katika hadithi hii ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema wa alimun biilmihi lam ya'mal mu'adhabun min qabl ubadi alwathani, na alim, mjuzi wa kitu fulani, mjuzi wa hukumu fulani katika sheria dini ya Kiislamu, kwa ule ujuzi wake anafahamu hukumu fulani katika jambo fulani akiwa amelifanya, lakini akawa hafanyii kazi. Wa alimun biilmihi lam ya'mal, na yule mjuzi wa kitu fulani katika mambo ambayo yeye atakayokuwa anafahamu akawa hayuko tayari kuyafanyia kazi yale mambo anayoyafahamu, basi anasema mu'adhabun min qabl ubadi alwathan. Subhanallah, anasema mtu wa aina hii
atakuwa ni wa kwanza kuadhibiwa siku ya Kiyama kabla ya wale ambao wanaabudia masanamu. Wale watu ambao wanaabudia masanamu na kufanya kwamba masanamu hawa ndiyo miungu wetu, hawa watu watakuwa ni wapili baada ya hawa ambao ni maalim, wamefahamu hukumu ya jambo fulani, lakini wakawa wanaendelea kuwafanya matendo hayo hata kama ni ya haramu. Kwa hiyo waalimun biilmihi lam ya'mal mu'adhabun min qablu ubadi alwathan, na alim ambaye kwa elimu yake akawa haifanyii kazi, basi mtu huyu ni wa kwanza kabisa kuadhibiwa kabla ya wale ambao watakaokuwa wanaabudia masanamu. Lidhalika al-amru athani, jambo la pili katika mambo manne ya lazima kwa mwanadamu kuyafahamu ni baada ya kuwa yeye ameshakuwa na ilmu, ni al-amalu bihi, kuifanyia kazi ile ilmu yake ambayo yeye aliyokuwa nayo na kujaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah leo tuishie hapa, tutakuja kuendelea katika hili jambo la tatu na la nne siku ya kesho kwa uwezo wa Allah tabaraka wa taala. Hadha wa sallallahu wa sallim wa barik wa an'am ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.